Juu kabisa hapa. Nisomea hapa. Hapa juu kushoto au kulia? Tuanze na maandishi makubwa kwanza. Hapa kubwa Harusi ya mabilioni Katoro yaibua BOT. Ndio. Video za zawadi na fedha za tikisa mitandao ya kijamii. Ndio. Wakazi wa Katoro wasema shamra za aina hiyo si jambo jipya katika jamii ya wachimbaji madini. Ndio. Sura mbili za Geita za mulikwa. Na hapa kuna picha ya gavana wa Benki Kuu Emmanuel Tutuba. Apini pia kuna picha ya gari moja la kifahari upande wa kushoto. Upande wa kulia kuna helikopta. Alafu pia hapa chini kuna dolari, unaona na upande wa huku kuna T shillings. Sasa BOT imeingilia kati. Wanasemaje? Kwanza ni kuhusu marufuku iliyokwisha kuitoa na elimu iliyotoa kuhusiana na kitendo cha kutupa hela chini. Hivyo alitupa ulikuwa unaweka kwenye kidude kile kama kabati. Hata kama zikianguka umetupa. Okay. Ukianguka umetupa. Kwenye sasa inakuja kufanya na story yako ya Mchina yule wa jana. Ulitoa jana juzi? Jana. Ile ya bajaji kwamba alitoa 10,000 na dai change yake. Alafu akaenda akaitana. Kwa hiyo wameingia hapo na wanachunguza na video zipo. Lakini kwa mbali wananyapia TRA. Okay. Wale watu wa huduma wamelipa kodi. Suppliers wa helicopter. Na nyinyi MC sio mnalipa kodi? Utatupa nyuma TRA anakuja na ni BASATA. Wanaithibati. Okay. Ya ku entertain au? Ku entertain. Kwa maana ya MC au nani sasa hapa anaboso? Kampuni kama MC na kampuni yake ndio watadili na watadili na. Yaani hii nchi kama kupekenyuliwa hautakoswa kabisa. Kuna sheria ya mwaka 76 inaweza kutumika 75. Okay. Hata mwaka 58 kazi kutumika. Ili mali tu upatikane tu kwenye kona. Kuna wakati mnafanya yale yote anafunua tu kurasa. Anaangalia hapa sheria ya fedha. Ndio shughuli zao. Ndio shughuli zao. Sheria ya fedha. Yaani kuna wakati na tukifanya yani fanye private, usipeleke kwenye social media. Juzi nilikuwa na media moja Jumatatu. Jumatatu tuko ofisini hapa. Kuna media moja ya mkoani huko. Wamelimwa barua na mamlaka. Wao wana kipindi ndio hawajawahi kukifanya. Yaani kwenye ratiba waliyowasilisha kule hicho kipindi hawajawahi kukifanya. Sawa kwa kwa mbali kwa Friends Community Radio. Okay. Basi hawajawahi kukifanya. Juzi mamlaka imewalima barua kwamba wamesema wanaichi kipindi mbona hawakifanyi? Sasa kana tunawashauriana namna ya kujibu hiyo barua, kufuatilia na nini. Nikamwambia ni kwamba walijikomiti watafanya kipindi hiki lakini hawakifanyi. Ina maana wameongopea watu. Mamlaka yanauliza kwa nini pia hamjakifanya? Ni kwamba unapotakiwa kama kutakuwa na 36 kwa utaratibu utoe taarifa kwamba tutakuwa na kipindi kwa sababu au watazamaji bila wajulishwe kwamba tutakuwa na kipindi kwa sababu 1/15. Uwezo fatu kiolela wakati unasema utafanya. Sasa nikamwambia mamlaka huwa uipangii siku. Uwezo sema bwana tangu Januari sasa tujao kufanya. Kwa nini ngoja utuliza leo? Yaani mamlaka ina siku yake tu, ikiamka ndo siku yako. Ndio maana ngambia wana siku kutembea uchi na utana mkweo ndio mambo kama haya hapa. Sasa lazima mjue kwa maana ya kwamba kwenye hizo purukushani wewe unapokuwa umekaa sasa mimi bwana nilikuwa sijui. Sasa uko ujue imaanisha kwamba haipo. Wanasema ignorance of the law is not an excuse. Kwa sababu mimi sikuwa ninajua. Kwa hiyo tutafungua kurasa za mwaka 74, mwaka 70 ngapi ili mradi tu patikane na jambo lako. Okay. Katika mtego huo. Sasa kuna kifungu kinachotumika wanasema ni kifungu cha 332A ndio utakijua cha sheria ya kanuni ya adhabu yani penal code sura ya 16 toleo lilorekebishwa mwaka 2023. Sheria hiyo inasema kwamba mtu yeyote ndio ambaye bila mamlaka kwa makusudi ataharibu atararua, atakata au kwa namna nyingine yoyote ataharibu noti au fedha ya karatasi ambayo ni sarafu halali anatenda kosa la jinai. Sawa bwana, adhabu yake ni faini ya shilingi 500,000 kwa kila noti iliyoharibiwa. Au akishindwa kulipa faini ni kifungo cha mwaka mmoja. Aidha, Benki Kuu ya Tanzania inaeleza kuwa noti zilizoharibiwa kwa bahati mbaya, kwa mfano kutokana na maji, moto au uchakavu wa kawaida, zinaweza kubadilishwa
ikiwa zinakidhi masharti yake. Hata hivyo, noti zilizoharibiwa kwa makusudi hazistahili utaratibu huo wa kubadilishwa. Kwa hiyo kuchana, kukata, kuandika juu ya noti kwa makusudi au kuiharibu kwa namna yoyote ni kinyume cha sheria na unaweza kusababisha adhabu iliyotajwa hapo juu. Hivi afu kuna noti nyingi unakuta zimeandikwa unapita tu labda umetoa hela, unakuta unapewa noti labda imebadilishwa imeandikwa. Hivi unatakiwa kupeleka wapi taarifa hiyo? Kwa sababu wewe umeenda umelipa kitu sehemu, unakuta nafu unapata ile noti. Sasa kushikia kwa sababu ndio umeandika. Unawaambia mimi hapa nafikiria kitu kimoja kwamba wakati wa kumtuza kwa mfano msanii, wewe unakuwa unafanya tu hivi juu ya kichwa chake. Noti lazima inadondoka chini. Si unakuwa unaelewa kama noti lazima itadondoka chini. Kwa sababu atashika za wangapi? Lile ni kosa. Yaani ikidondoka tu chini. Yes. Ndio maana sisi wanaweka vyombo. Yaani tumeweka kwenye chombo pale. Wewe nyanyua juu unavyoweza. Kuna sherehe moja nenda kusherehesha. Kwenye ile sherehe alikuwepo, ilikuwa ni harusi. Na huko mheshimiwa DC mmoja. Kwa hiyo akawa amekuja wameshika hela zao ile na nini. Hivyo wanavyosema katika ile kuweka ile moja haikufika chini. DC alidaka ile hela yani mpaka nikamwonea huruma, hailizi ilienda hivi. Akaidaka ile hela. Okay. Watu wakacheka pale kwa baadaye kauliza vipi? Mbona umedaka ile? Wewe. Akakuta PDF peke yako. Sikizo umeshindwa kuiprotect sarafu. Unao huko hapo. Na ni kundi lako lile ulishindwa kuwapa elimu. Akaidaka ile akasema anaogopa PDF peke yake. Kwa lazima elimu itolewe watu wanani. Kuna mtu ameuliza hapa, naitwa Simba Juma Ramadhani wa Nzega mjini, anasema kwa kaka Sam, TRA walikuwa wapi hapo awali kulipa kodi, inakuwaje hapo kwenye shughuli? Kwani ni biashara? Ndio maana wanasema kwani ndio ni biashara? Mpiga keki anafanya biashara. Keki ni biashara, MC ni biashara, aliyesafiri helikopta, maturubai ni biashara, muziki. Kwa hiyo wale si wao wanalipiaga wao. Kwa mfano mwenye maturubai si anakuwa na kibali chake tayari amesha clear yeye mwenyewe kila kitu. Sasa risiti. Tayari anasema ukilipa toa risiti. Dai risiti. Wacha ndio kama risiti. Wala sio issue. Au kuhamisha kwenye keki na yeye anatakiwa kutoa na yeye maelezo yake. Keki uliogaramia. Hamna maelezo. Si ndio hiyo tu maelezo, risiti yako iko wapi? Kama hauna kosa. Umekwepa kodi. Sasa hapo tunaenda kwenye vitabu vingine, wewe unalipaga, acha hii hapa. Kwa hiyo references zingine. Wewe unalipaga. I love private life. Hata mambo makubwa kama yanayoga vitu. Watu wengi huwa hawapendi mambo sio sababu hawana. Hawapendi mambo haya. Wewe umekaa mtu anakukadiria tu. Inawezekana kila kitu kiko sawa, lakini ule usumbufu kuja kwanza kwa twende huku tuhakikishe tufanye hivi na kila kitu kiko sawa. Lakini ule muda wako ambao unakuwa unapoteza. Yaani ni jambo kubwa lolote likiibuka. Pia inakuwa ni kama wake up call kwa mamlaka husika. Wala sioni kama kuna kosa. Sio kwanza. Ila linapokuwa limepitiza ule mstari wa kawaida. Ndio hapo kila mtu anapokuwa na nani. Mimi napenda neno kiasi sana katika vitabu vya Mungu. Tuwe na kiasi katika kila kitu tunachofanya. Sasa kiasi ndio ndio. Kiasi inategemea na huko kwenye level gani. Kiasi chako sio kiasi chako. Yaani kweli ni kodi helikopta. Ndio na kiasi. Kwa sababu ni kiasi. No, tuwe na kiasi kodi, lakini then kwa nini on social media na kuweka vitu hivyo? Kazi ya social media. Ndio, lakini sasa kuna vitu vingine unakuta vinaibua mambo mengine. Hii dunia hii wenye nongwa ni wengi. Kweli. Unaona? Kweli wenye nongwa ni wengi. Kiasi chako pige, tutasema. Hata sisi tunavyoishi tu hivi kawaida. Ndio kama wewe kwenye kiasi chako. Si ndio tunaumia. Ndio kama jana nilijiuliza, yani kuna watu wametoka wanaanza kujiuliza. Je, mnasema mna hela, mna spend hela hizo ni hela. Huko mna hela, sisi huko tuna hela. I was like, huyu hela si ya kwake. Yaani wewe unakasirika nini? Wewe dunia ngumu. Yaani nongo hii inatoka wapi? Hela ni ya kwake. Kaamua kuspendi jinsi anavyotaka. Ni kama vile umchukue mtu wa Dar es Salaam na mtu wa Arusha. Yaani ni watu wawili tofauti. Arusha kuna mazingira yake, kuna lifestyle yao. Kadhalika ukija Dar es Salaam kuna lifestyle yake na maisha. Yaani kuna vitu vyao wanapenda kuifanya, Arusha ni tofauti. Kwa hiyo ukiniambia kwamba mimi ni stable gari fulani kwa sababu niko mkoa fulani haifai huku, najiuliza mara mbili. Wewe unaishi huku, unajua mazingira ya huku. Sasa umesema ni nongo. Labda tu tunakumbushana. Yaani wewe hapo penye ulipo kuna watu unawakera. Of course wapo. Kwa level yako hiyo. Wapo tu. Nasomaga message. Yaani kuna watu wanamuona Sam lakini wanaumia. Kwa jinsi Sam pengine anapotea. Na mimi nimejitahidi kuwa na kiasi ujue. Umejitahidi kweli. Na wewe umesema kwamba tuwe na kiasi. Na mimi nina kiasi. Lakini bado na namba. Wawe na kiasi kipi sasa? Sasa hizi zote tunaziita nongwa ambapo kimsingi kama ulikuwa tunakumbushana sasa. Kwamba nongwa ni neno la Kiswahili lenye maana kadhaa kulingana na muktadha. Sawa, yani unalitumia wapi?
Lakini maana zinazotumika zaidi ni kinyongo au chuki dhidi ya mtu. Kinyongo au chuki dhidi ya mtu. Kwa mfano, wanasema ananongwa na jirani yake kwa sababu ya ugomvi wa zamani. Sawa eh? Lakini unasema ni kitendo au jambo linalosababisha ugomvi, kutokuelewana au kero. Mfano, maneno yake ndio yalikuwa nongwa ya mzozo huo. Unaona sasa hiyo eh? Jambo linalomchosha au kumkera mtu. Kwa hiyo inawezekana kuna watu wamechoshwa na kuona ile tukio. Ndio sasa tunaona sasa maana ilikuwa limeenda, ilikuwa ni developing story. Mimi nimewahi kutoa 3 types of nongwa. Aina 3 ya nongwa. Ya kwanza ni daily nongwa. Daily nongwa ya kila siku hiyo. Hiyo ni nongwa ya leo. Hiyo nongwa ya leo. Imetokea tu jambo basi ukuta mwenzako anaona kaka nalo kutwa nzima. Hiyo daily nongwa. Okay. Alafu kuna weekly nongwa. Ya wiki. Nongwa ya wiki. Alafu kuna nongwa unlimited. Nongwa unlimited. Sio la kikomo. Hiyo sio la. Yaani pesa ulifanya mwaka jana. Linarudiwa tu. Unasema hapo ungekuwa Adija ushamtumia hapo. Yaani hapo alikuta mwaka huu umemtumia hela Adija. Yaani na najua Adija alikuwa ni ex wako zamani. Mkaongea kusema na mwanae alikuwa anaumwa, nimemsaidia tu kama mtu mwingine ambaye anaweza kumsaidia. Basi mmekaa kwenye gari, mmekaa unasema vipi? Anza tu hapa Adija yani analikumbushia yani with no reason. With no reason. Mwakani ni mwaka umepita huko kwenye Christmas. Mmekaa ila fana Adija lakini yani inakera. Hiyo ni nongwa unlimited. Yaani mtu yuko nayo siku zote yani sikufanya mkono kamtandika mtu kofi.